Ni wakati tunakumbuka kufa. Isaiah chapter 53. Isaiah 53. Tutasoma kutoka mstari wa 4 hadi wa 6. Yasema hivi: hakika alichukua masikitiko yetu na akajitwika huzuni zetu. Hata hivyo tulidhania kuwa amepigwa na Mungu, akapigwa sana naye na kuteswa. Lakini alitobolewa kwa ajili ya makosa yetu, alichubuliwa kwa ajili ya maovu yetu. Adhabu iliyotuletea sisi amani ilikuwa juu yake, na kwa majeraha yake sisi tumepona. Sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, naye Bwana aliweka juu yake maovu yetu sisi sote. Amen. Katika hii chapter, kitabu kimeandikwa na Isaiah. Isaiah tumesema mara mingi hapa ni nabii aliyeishi karibu miaka 700 kabla ya kutembea kwa Yesu katika hii dunia. Huyu nabii Isaiah alipata ufunuo mingi sana kuhusu Masia ajaye, na moja wapo ambayo ni kuu kabisa ndio hii ya Isaiah chapter 53, ambapo anaeleza mateso ya huyu Masia ajaye. Kwa hivyo mgundue kwamba mateso ya Masia hayakutendeka tu, yalitendeka kulingana na maandiko. Mungu alikuwa ashasema haya maneno yatatendeka, alikuwa ashaandika. Na mara mingi tunakuja hapa tunahubiri, kila mara tunapohubiri huwa ni lengo letu kwamba injili ionekane waziwazi katika kila funzo. Kwa hivyo hata nikikufunza kuhusu jinsi ya kuacha kuiba, jinsi ya kuacha uovu, jinsi ya kuacha wivu, fitina, sitaki kukuambia haya maneno kulingana na vile dunia ambavyo inakwambia, sababu kila mtu ana hekima yake jinsi ya kupigana na dhambi. Hii ni kama hata wanakubali kwamba kuna kitu kama dhambi. Kwa mfano, ndugu zetu hapa Waislamu, kuna mambo mengi ambayo wanasema ambayo tunakubaliana nao. Kama kukwambia wivu ni mbaya, si ndio? Si atakenda pale hata atakwambia wivu ni mbaya. Lakini anakueleza utapigana nayo kivipi? Utaachana nayo kivipi? Utaishinda kivipi? Wengine hata hawana dini. Si lazima uwe na dini ili useme mambo haya ni sawa, hii mambo ni mbaya. Kwa sababu Mungu mwenyewe amesema, sheria yake ameiandika ndani ya moyo wa binadamu. Ukiwa mdogo na utende kitu ambacho hakifai, tayari huwa unajua kwamba hii kitu ni mbaya, unatoroka mzazi wako. Hautaki aone, hata kama hajai kuambia kitu si sahihi. Kuna sheria ndani ya roho yako ambayo inakueleza haya maneno haifai, na unatoroka huo ukweli. Kwa hivyo utashindaje haya maneno? Yule ambaye haji kanisani, hata yeye atakwambia wacha wivu, wacha wizi, lakini atakueleza kivipi? Kwa mdomo wake, hata kama yeye ni mwizi, hawezi simama mbele ya binadamu wenzake aseme haleluya majamaa wangu, mimi ni mwizi na wizi utukuzwe. Anaweza sema kweli hivyo? Anasikia nini? Si anasikia aibu? Anasikia aibu. Hiyo ni mambo anaficha. Na yule ambaye anajigamba katika wizi wake, unajua ni mtu ambaye amekausha dhamiri yake, amekausha roho yake, sasa anajivunia katika aibu yake. Na hiyo ni ukweli ambao pia tunaona katika Biblia. Watu kujivunia katika aibu yao. Mtu anajivunia katika ulevi wake. Mtu anajivunia katika uzinzi wake. Hiyo ni kuonyesha hakuzaliwa hivyo,
amekausha nini? Dhamiri yake. Amefika mahali ambapo sasa hata yeye sasa anahimiza wengine waje wakuwe kama yeye. Kiasi kikubwa sana cha uovu huo. Sasa anahimiza wengine wawe kama yeye, na anajua anachofanya si sawa. Kwa hivyo injili ni nini? Kila mara tunapohubiri hapa, ninawaeleza tunataka kufanya injili iwe wazi. Ndugu yangu hapa Alex amesema kwamba injili ni habari njema, ni habari nzuri, ni habari tamu. Je, unavyofunza mtu kuhusu hii injili, inatoka kama habari tamu? Anaipokea kama habari tamu? Je, umeielewa injili? Na injili ni kitu rahisi. Oh my God, it is so easy. Ni rahisi sana hadi binadamu haielewi. Ni rahisi sana hadi kila mara tunapohubiri, na tunaihubiri tena na tena, na tukienda kupatana mtu pale Bible study, tunamsikia akiongea, tunajua huyo hajashika bado. Mtu amekaa na sisi hapa miaka miwili, lakini si lazima unieleze. Kuna mambo ambayo tu unasema tu, venye unaongea tu, ninajua huyu nini? Hajashika injili huyu, hajaielewa, haijampata rohoni, haijamgonga, kwa sababu ni rahisi sana hadi binadamu hataki kuielewa, anataka kuifanya iwe ngumu kidogo. Anataka kuifanya iwe ngumu kidogo. Nakwambia injili ni rahisi sana. Huyu anaweza elewa, huyu anaweza elewa injili huyu. Na ndio maana tunafunza injili kwa watoto wadogo. It is that easy. Kama hamtageuka na muwe kama huyu mtoto mdogo, hautaingia injili, hautaingia katika utukufu wa Bwana. Nani alisema hayo maneno? Nani alisema hayo maneno? Nani alisema hayo maneno? Yesu Kristo. Lazima uwe kama huyu. Huyu ndio anaelewa injili vizuri huyu. Ni kitu rahisi sana. Lakini binadamu sisi katika majivuno yetu tunataka kufanya nini? Kuiongeza layers. Tunataka kuifanya iwe ngumu kidogo, ndio niweze kupata nini? Kitu cha kujivunia pale ndani. Niweze kupata kitu cha kusema nilifanya. Unaharibu injili, unaharibu habari tamu. Hii ni habari tamu kwa wanyonge kakangu. Hii ni habari tamu kwa wenye dhambi waliopotea. Hii ni habari tamu kwa wasiojiweza. Hii ni habari tamu kwa wachafu. Hii ni habari tamu kwa waovu. Hii ni habari tamu kwa wasio na tumaini lolote. Ukianza kuongeza sijui lazima ufanye hivi, na yule ambaye moyoni mwake amesema mimi siwezi fanya chochote, inakuwa habari tamu kwake? Ni habari tamu kwake, kwa sababu unamwambia lazima uwe na uwezo wa kufanya kitu. Nami nakuja hapa kila siku nawaambia hakuna kitu wewe unafanya hapo. Hakuna kitu wewe utajivunia hapo mbele ya Mungu. Hauna chochote cha kujivunia mbele yake. Na hiyo ni msingi mwingine wa injili. Kwamba Mungu amefanya nini? Amefanya yote. Tazama. Angalia, uone. Angalia venye amefanya yote. Hakuna kitu amesahau, hakuna kitu hajafanya, hakuna mali amefail. Alifikiria kila kitu, amewaza kila kitu, make sure everything is done. Look, kwani lazima ukuwa umesoma ndio uangalie? Huyu anaweza angalia, huyu anaweza angalia aseme ninaona kweli amefanya kila kitu. Ni lazima ukuwa umepata degree ndio uone? Ni lazima ukuwa umeenda class 8 ndio uangalie uone? Angalia hata kama hujaisoma.
Just look and see, just watch. Angalia na ustaajabu. Huu msalaba wa Yesu Kristo, Mungu amejionyesha kwa dunia kwa njia nyingi sana, kwa njia kuu, kwa njia tukufu. Hata kabla kwa kuja kwa Yesu Kristo, binadamu alitambua Mungu yupo. Hata kabla ya Mungu kujifunua kwa Israeli, binadamu wanaangalia tu hapa na wanaona hawa popo. Anamwangalia mwenzake, anaangalia nyasi, na zote zinahubiri kuhusu uzuri wa Mungu, urembo wa Mungu, utakatifu wake, nguvu zake. Zote zinakuonyesha wewe uone. Hauoni Mungu katika hii? Uone venye hii kitu ni mrembo, unafikiri ilijitengeneza hivi? Alafu kuna madudu ziko hapo chini, zingine zinakufa, zingine zina fertilize. Hewa ndio hii hapa tayari ipumulike. Roots zinasonga vizuri. Mbuzi akuja kule, wewe uchinje huo mbuzi upate hizi vitu zote, kwani zilijipanga? Unadhani dunia inaweza jipanga ikuwe mrembo hivyo? Hauoni uzuri wa Mungu katika hata hiyo hewa unayopumua? Hiyo hewa unayopumua, hii jua inayotupa nini? Hauoni urembo wa Mungu pale? Hata wale ambao hawakuwa wanamjua Mungu, haya mambo yalikuwa yanawahubiria urembo na uzuri wa Mungu, kiasi cha kwamba yanakuwa ni miungu kwao. Tunakuja Kenya, unapata wengine wanaabudu jua. Hata si Kenya, hata kule Europa, civilization zao za kitambo, nenda usome. Wengine wanaabudu jua, wenye walikuwa na ocean wanaabudu hiyo ocean, sababu ndio inawapea chakula. Pale India, pale sijui unapata watu wa nini, ng'ombe anawatumikia sana, wanaabudu huyo ng'ombe. Uzuri wa Mungu unaonekana kupitia huyo ng'ombe kwao sana, hadi wanaabudu huyo ng'ombe. Kina Paulo na Sila wakienda kwa hizi civilizations, kuna wale walienda katika kisiwa, walianguka katika kisiwa primitive. Primitive, yaani wako nyuma kabisa. Paulo na Sila wakafika pale, ilikuwa Paulo akafanya muujiza pale. Unajua walifanya nini? Walianza kuabudu Paulo. Sababu wanaona uzuri wa Mungu kupitia kazi aliyofanya. Wanaona Mungu, wanajua Mungu ni mzuri. God is good. They're seeing the goodness of God through the miracles of Paul. And since they don't know the real God, they do what? They worship Paul. Anza kuabudu Paulo. Wanaambia hapana, wewe msiniabudu, mimi ni binadamu kama nyinyi. Mungu amejionyesha kwa njia mingi sana, lakini hakuna mahali ambapo sifa za Mungu, tabia za Mungu zinang'aa. Utukufu wa Mungu, haki ya Mungu, hasira ya Mungu, tabia zake zote, asili yake kwa uzima, urembo wake, uzuri wake, neema yake, rehema zake, hasira yake, yote inang'aa kabisa kabisa. Katika nini? Katika nini? Msalaba wa Yesu Kristo. Na kuambia hakuna mahali Mungu anang'aa kama huo msalaba.
na wengi hawaioni, wengi hawaoni, wengi wamefungwa macho, wengi hawajapata kwenda msalabani, wakaangushwa chini, wakasema Mungu, wewe ni mkuu, wewe ni mkuu. Chini ya msalaba hapo Mungu anang'aa kibaya sana, vibaya sana. Hadi pale mbinguni Mungu amekuwa mkuu milele na milele, lakini kitu tutamsifia milele na milele niyo msalaba. Wengi hawajapata kushtuka na hiyo msalaba, wengi hawajapata kuona utukufu wa Mungu kwa huo msalaba. Amefungwa macho na Mungu wa hii dunia, amefungwa macho na shetani, anaongozwa na tamaa zao. Wasije kuona nuru ya utukufu wa Yesu Kristo. Hakika alichukua masikitiko yetu na akajitwika huzuni zetu. Alichukua huyu Yesu Kristo katika hiyo kazi aliyokuwa akiifanya. Kumbuka huyu ni Isaya anaandika, na Yesu alitembea akatimiza haya maandiko. Alifanya nini? Alichukua masikitiko yetu, alijitwika huzuni zetu. Mateso ya Yesu hayakumpata last minute. Hakuwa anafanya kazi zake, soldiers wakaambush. Yeye mwenyewe alikuwa anajua hiyo ndio kazi aliyokuja kufanya. Ameizungumza mara kwa mara kwa wanafunzi wake kwa njia kadha wa kadha, na wanafunzi wake, hata Simoni Petro ameonyesha kwamba haya maneno hayamfurahishi kamwe, sababu yeye anatazamia Yesu kuja kama mfalme. Amemwona kama mfalme wa kidunia, hajafunguliwa macho apate kuona huyu ni mfalme wa milele. Anatazamia Yesu aingie pale kwenye farasi, akiingia Yerusalemu kuchukua kiti cha Herode, afukuze Warumi kutoka Israeli. Yesu anawaambia, nikienda Yerusalemu, nimeenda pale kufanya kazi tukufu yangu ya ufalme ya kushinda kifo. Mimi ni mfalme ashindaye kifo. Wafalme wote hii dunia huyu wanaweza kuwa wakali, wanaweza kuwa wamemeza dunia nzima. Alexander the Great wamemaliza hii dunia yote, wameconquer lands, lakini ikifika kwa kifo, hakuna mfalme ashindaye kifo. Hakuna mfalme anayeweza kifo. Hakuna rais awezaye kifo. Tazama wote, madikteta wote, Mobutu Sese Seko, wamechukua taifa nzima, wamechukua ardhi yao, wamechukua mali yao. Kifo, kifo, kifo kinawajua, kifo kinawasikia. Alexander the Great amemaliza the whole of Europe. Tazama hii historia. Napoleon amemaliza Europa nzima.
Jaribu kukumbuka mwingine hapa alikuwa sijui ni Muhindi, alikuwa anaitwa aje huyo. Amemaliza Europa na Asia nzima. Lakini kifo hao wamekiweza. Mfalme mmoja tu anasema mimi ninaenda kushinda kifo mimi. Nikienda Yerusalemu msifikirie ninaenda pale kuchukua enzi la kibinadamu tu. Ninaenda pale kushindana na adui ambaye hakuna mfalme anashinda, na ni kifo. Ninaenda kushinda kifo mimi. Nikiingia Yerusalemu pale, naingia kwanza na punda, naingia kwa upole, naingia kwa unyenyekevu, lakini ni kwa unyenyekevu wangu ndio ninashinda kifo. Mfalme wa mbingu huyo nazungumza. Alijitwika huzuni zetu, amejitwika masikitiko yetu. Nikisoma pale kitabu cha Mathayo, nitasoma tu mfano mmoja. Mathayo 17 anasema hivi katika mstari wa 22, na hii ni moja wapo tu. Anasema siku moja walipokuwa pamoja huko Galilaya, Yesu akawaambia, Mwana wa Adamu atasalitiwa na kutiwa mikononi mwa watu, nao watamuua, lakini siku ya tatu atafufuliwa. Wanafunzi wakahuzunika sana. Unamsikia huyu Yesu anasema nitauliwa, nitashikwa, lakini nitafanya nini? Nitafufuka. Anawaambia wao waoni vile mtu anaweza fufuka. Wao wanakasirika maneno, wao wanahuzunika, haoni kwamba anashinda kifo kwa ajili yao. Na ni kwa sababu ya hayo maneno anaweza kuwaambia yeyote aniaminie hatawahi kufa, hatawahi onja kifo, sababu nitafufuka. Anawaambia hakuna yule wewe Yohana wa 10, John chapter 10. Mlango wa mstari wa 17 anawaambia hivi, Baba yangu ananipenda kwa kuwa ninautoa uhai wangu ili niupate tena. Hakuna mtu aniondoleaye uhai wangu, bali ninautoa kwa hiari yangu mwenyewe. Ninao uwezo wa kuutoa uhai wangu na pia nina uwezo wa kuutwaa tena. Na hii ni amri niliyopewa na Baba yangu. Anaambia hakuna mtu afanye nini? Hakuna mtu anafanya nini? Hakuna mtu anafanya nini? Hakuna mtu anachukua maisha yangu. Hakuna mtu ananiua. Maisha yangu ninayafanya nini Mwangi? Ninayafanya nini? Ninayatoa. Hakuna mtu ananiua mimi. Ninajitwika huzuni zako. Ninabeba masikitiko yako. Ninabeba kifo ambacho ni chako. Ninatoa kwa ajili ya kondoo Mungu alionipa, anasema hapo. Maisha yangu nayatoa kwa ajili ya kondoo wangu. Ninafanya kazi. Na ndio maana katika kusulubishwa kwake hata dawa ya uchungu alikataa. Kwa nini akatae dawa ya uchungu?
wako pale wanamchongoa, wanamwambia kama wewe ni mwana wa Mungu jiokoe. Wanamtusi, wanamkejeli. Ni kwa sababu hana uwezo wa kujitoa pale. Kwa nini abaki pale? Kuna kazi anafanya katika kukaa pale. Habaki pale ovyo ovyo. Kuna kazi anafanya. Na ni kazi gani? Anabeba masikitiko yako, anabeba uchungu wako. Ndio maana hata dawa ya uchungu hataki. Kwa nini hataki dawa ya uchungu? Sababu anapenda kuteseka. Sababu anapenda kuteseka ndio anasema dawa ya uchungu sitaki. Kwa sababu gani? Anabeba uchungu wako. Na ataichukua yote. Ako active pale. Si ati anafanyiwa. Hata yeye kuna kitu anafanya nini? Anafanya. Ako na malengo pale kwenye msalaba. Ako na malengo pale akipigwa viboko. Ako na kusudi pale akidungwa misumari. Ako na kusudi pale akitusiwa. Ako na kusudi pale akipigwa mijeledi. Ako na kusudi pale akivalishwa taji la miba. Hayuko tu kuteseka tu sababu hawezi kujisaidia. Yeye ni mwana wa Mungu wa milele. Amekuwa na Mungu Baba tangu milele hadi milele. Nani anamuweza? Nani anamuweza huyu Yesu? Nani? Nani anamuweza mwana wa Mungu? Hakika alichukua masikitiko yetu, akajitwika huzuni zetu. Hata hivyo tulidhania kuwa amepigwa na Mungu. Akapigwa sana naye na kuteswa. Tulimwangalia akiteswa, tukadhania kwamba amepigwa na Mungu. Tukimwangalia wengine wanasema pengine ni mwenye dhambi. Ni kwa sababu alikuwa anavunja sabato. Ni kwa sababu alikuwa anafanya nini? Hakika tulidhania ni Mungu alimpiga. Lakini ni Mungu alimpiga au la? Nakwambia ni yes, the answer is yes. Ni Mungu alimpiga. Na hiyo ndio tulihubiri wiki iliyopita. Mungu alimuua. Na ameandika hapa, aliendelea kusema katika mstari wa 10. Yalikuwa ni mapenzi ya Bwana kumchubua na kumsababisha ateseke. Ni mapenzi ya Bwana Yesu afe. Ni mapenzi ya Bwana mwana wake apigwe. Ni mapenzi ya Bwana mwana wake atolewe kama dhabihu. Mapenzi ya Bwana ya kuokoa wale wote kondoo waliompa. Wale wote wateule wake. Wataokoka vipi? Vyombo vya neema yake aliyowachagua kutoka kwa dunia. Waokoke kutoka dhambi. Wataokolewa kivipi na wao ni wenye dhambi? Wataokolewa kivipi? Wataokolewa kivipi na wao wenye dhambi? Na wamepotea. Hamna njia yoyote. Bwana amemtoa mwana wake wa pekee kwa ajili ya wateule wake. Je, wewe ni mmoja wao? Na tukasema wiki iliyopita mmoja wao ni yule ambaye anaangalia kile kitendo kilichofanyika na anaangalia, anaona vile ambavyo ni kitu cha kushtua sana. Na anasema Mungu ni kwa sababu yangu. Usiposema hivyo kaka yangu, ambacho unasema ni Mungu ni katili. Kama hujagundua Mungu amefanya hivyo kwa ajili yako, unachosema ni Mungu ni katili. Unachosema ni Mungu alifanya kitu ambacho hakikuwa lazima afanye. Mbona amue mwana wake? Njia pekee ya kudhibitisha haki ya Mungu katika hiyo roho yako ni kugundua kwamba alifanya hivyo kwa sababu wewe hakuna kitu unaweza fanya. Ni kwa sababu anakupenda ndio alifanya hivyo.
Unasema Mungu, ni kwa sababu umenipenda hadi ukafanya hivyo. Na hivyo ndo Paulo ameandika katika Warumi 8. Alitupenda hadi akamtoa mwana wake wa pekee. Kwa hivyo hakuna kitu atatunyima. Hiyo ndio msingi wa tumaini ya Mkristo. Hiyo ndio msingi. Mkristo akiulizwa, naona umeteseka sana, naona hauna kazi, naona una maisha ya kuendei sawa, lakini naona kila siku wafurahi, naona kila siku unatumaini. Kwa nini? Haya maisha hayajakumeza wewe? Anasema yule Mungu mwenye alitoa mwana wake kwa ajili yangu mimi, kwa ajili yangu mimi, ananiona katika hii hali, ananijua, na kwa sababu alifanya kitu hiyo, ninajua kwa uhakika ananipenda. Nani angeweza kufanya kitu kama hiyo kama anipendi? Huyo Mungu ndio ananichunga, huyo ndio nitamlilia, huyo ndio atanitafutia, huyo ndio atanionekania katika hii hali. Na ndio maana ninatumaini, kwa sababu yeye aweza yote, hakuna kitu kigumu kwake. Ndugu yangu, hiyo ndio Injili, kwamba Mungu amemtoa mwana wake wa pekee. Mungu amemtoa mwana wake wa pekee, na Mungu akinijalia nihubiri hata miaka 60, naomba kwamba sitawahi acha kuhubiri hiyo, kwa sababu hiyo ndio kitu pekee inafaa kuhubiriwa hii dunia. Hakuna kitu ingine, hakuna kitu ingine ya kutangazwa. Wale walioshuhudia ndio maana wanapata ujasiri, wanapata nguvu, wanajua hii ni habari inafaa kufika kwa dunia nzima. Na hii Mombasa kuna wengi hawajasikia hiyo habari. Nakwambia mtu nenda pale, ndugu yako anakwambia, wewe msitaki Yesu wako, mimi ni Muislamu. Ninakwambia umesikia injili ya Yesu, hiyo ni habari kwako wewe pia, ni habari kwa dunia nzima, si kwa habari kwa Wakristo, si habari ya Wakristo, ni habari ya watu wote. Ndugu yangu, muende nampata pale akifubudu hizo masanamu anaabudu, namwambia umesikia kuhusu Yesu? Ndugu yangu mwingine anasema hakuna Mungu, sisi tulitoka kwa mamanki. Namwambia haya, umesikia kuhusu Yesu? Have you heard about Jesus? Hii ni ujumbe kwa kila mtu kakangu. Ole wangu nisiambie mtu yoyote, sababu ananiambia tie ni Muislamu. Iwe dhamiri yangu ni safi, ninaposimama mbele ya Yesu niseme hii habari tamu, sikumficha yeyote. Habari kwa kila mtu. Waza hiyo injili ndio ugundue haya maneno. Nataka uone yale mambo ambayo
yanafanya watu kuhepa Injili, kutoelewa Injili, kutoroka Injili. Kama hii Injili ni kweli, na ni kweli, Roho Mtakatifu ananishuhudia kwamba ni kweli. Historia inakiri kwamba ni kweli. Damu ya Yesu inanikiria moyoni kwamba nimeoshwa dhambi zangu, kwamba ninaenda mbele ya Mungu. Mimi huongea na Mungu every day. Every day I talk with the creator of the universe, me Rabin, every day. Do you? Unataka nikwambie siri yangu? Unafikiri ni kwa sababu Rabin ni pastor ndio naweza ongea na Mungu? Ama Rabin ni mtu mzuri ndio naweza ongea na Mungu? Barabara yangu kwenda kwa Mungu ni gani? Nani alinitayarishia njia? Yesu Kristo amenitayarishia njia. Sina hukumu mimi, I go straight. Hata wakati nimefanya dhambi na nimekosea na roho yangu najua ni chafu, ninaenda pale nikisema, Mungu Baba, nimekosa, nioshe. Kama hii Injili ni kweli, na ni kweli, ikuhakikishie kiasi cha kupotea kwako, ikuhakikishie kiasi cha upotovu wako, ikuhakikishie kiasi cha udhaifu wako, ikuhakikishie kwamba hakuna kitu unaweza fanya. Na ndio maana Mungu ilimpasa katika mapenzi yake kufanya kitu kama hiyo, kuwa mwana wake. Amemtoa mwana wake kama dhabihu. Ikuhakikishie hiyo. Ninapata watu wengine wanakuja wanasema, Pastor, ninataka kuokoka kabisa. Kuokoka kabisa ni gani hiyo? Yaani akishasema hivyo tayari ninajua huyo ni mtu hajazaliwa upya. Aliyezaliwa upya aligundua kwamba hana tumaini lolote. Hakuna kitu angeweza fanya. Damu ya Yesu ikaja kwake kama habari nzuri sana kwamba usijali roho, yote yashafanya nini? Yashatendeka. Yote yashafanyika, yote ni sawa, tulia roho. Hakuna kitu unafaa kufanya. Mungu amekufanyia yote. Inakuja kama habari nzuri kwa roho. Unasema, oh God, thank you. Oh God, thank you. There was nothing I could have done. Na ndio tumeimba hii wimbo hapa. Huyu Augusta Stop Lady anasema, nijapofanya bidii, nikilia na kudhii, hayaishi makosa. Nijapo hata ningefanya aje. Ndugu zetu hapa Waislamu wamemaliza mwezi wao wanaoita mtukufu wa Ramadhan. Wanauita hivyo. Na ni mwezi huwa wanatumia, wanasema Mungu ukifunga na ufanye matendo mazuri, atafanya nini? Atafanya nini? Atakusamehe dhambi zako zote. Sijui ni za mwaka mmoja ama miaka 5, sijui ni ngapi. Lakini huwa ni mwezi muhimu sana kwao, vile ambavyo mwajua, sio? Na utapata wakati huu mwezi huko, kazi nzuri ambazo wanafanya zinafanya nini? Zinaongezeka. Unapata huu ndio mwezi ambao
wanasaidiana sana. Kama alikuwa mtu karimu, anaweza kuwa alikuwa mtu karimu, lakini anakuwa karimu zaidi. Kama alikuwa mtu mchoyo, anakuwa karimu hiyo mwezi ya Ramadhani. Lakini nini inaendelea rohoni mwake? Nataka tuelewe tofauti ya Injili na Uislamu. Huyo anafanya hivyo kwa sababu anaona hiyo ndio kitu inafanya nini? Inabembeleza Mungu, inatuliza Mungu, anaweka Mungu katika deni yake. Ndio utampata akiomba. Unaweza mpata akiomba hata akilia, akisema, Mungu, kama hautatusamehe huu mwezi wa Ramadhani, utatusamehe nini? Kubali maombi yetu, tumesali vile umesema. Kubali kazi nzuri tulizofanya. Tazama tunavyofanya kazi nzuri. Tazama tunavyosaidia wanyonge. Tazama tunavyofanya hivi. Tazama nimevyofanya ile. Tazama nimesali. Tazama nimefunga. Kubali kufunga kwangu. Kubali kusali kwangu. Kubali matendo yangu. Na ufanye nini? Na unisamehe. Umeona hiyo roho? Hiyo ni roho ambayo anaona kwamba sasa kwa matendo yake anaweza safisha uovu wake. Na nakwambia hakika, si lazima wewe mwendee. Dhamiri yake yeye mwenyewe inamwambia haitoshi. Dhamiri yako wewe mwenyewe ukijaribu kujisafisha kutumia matendo yako, dhamiri yako wewe mwenyewe, your own conscience will tell you what? It's not enough. It's not enough. Na ukizidi, ukijaribu kuongeza, ukijaribu kusafisha, but it will never be enough. Na wengine ni Wakristo na wana roho kama hiyo. Wanasema, Mungu, tazama mimi ni mzuri. Tazama mimi ni pasta. Tazama mimi nasaidia watu. Tazama mimi nafanya hivi. Tazama mimi nafanya hiyo. Kwa hivyo Mungu Baba, nisamehe kwa sababu mimi ni pasta. Mimi ni mzuri. Mimi ninatoa sadaka. Mimi ninatoa tithe. Mimi ninafanya hii. Na ndio maana anakuja kwangu ananiambia, pasta, sasa nimeokoka lakini nataka kuokoka sana. Anataka kwenda the next level. Na ndio nakwambia huyo anaonyesha kwamba hakuna kuokoka ameokoka. Yule aliyeokoka anagundua kama Augusta Stop Lady hapa, ni japo fanya bidii, nikilia na kudhii, haitoshi. Hata nitoe mali yangu yote, nipeane kama sadaka, hata nifunge kutoka saa hii hadi nikufe, haiwezi osha dhambi zangu. Haifiki standard ya utakatifu, ya usafi wa Bwana aliye juu. Hata nifanye nini? Na ndio maana Mungu kumtoa mwana wake wa pekee inakuja kwangu kama habari tamu sana. Thank you God. That is enough. That is enough. Glory be to your name. Mkristo endi pale akisema nikubali kwa sababu ya hii au lile. Anasema, Mungu, nikubali kwa sababu ya Yesu. Sababu yeye ni dhabihu safi. Sababu ametosha. Sababu he is enough. He is enough for God. Na ndio maana wewe una kazi kupeleka hiyo habari nzuri kwa ndugu yako pale hajaisikia huyu. Bado anajaribu kumfurahisha Mungu kwa kufunga. Injili ifanye hiyo ni wazi. Kama wewe ungeweza fanya chochote,
Kama kufunga kwako na kutoa sadaka kwako ingeweza tuliza Mungu, mbona Yesu atolewe afe? Mbona Yesu atolewe afe? Is there a point? There's no point. You can do it yourself. You can do it yourself. If you going to church can save you, then why should Jesus Christ die? Why should the Son of God be put to death? Kama kuna kitu unaweza fanya ili kufanya Mungu atulizike na wewe, basi mbona Yesu afe? Ikuhakikishie hiyo, ambaye ameelewa Injili, ambaye amezaliwa upya, anaelewa hiyo ukweli. Kiasi cha hasira inayokuja, hiyo ni kitu kingine inafaa kuwa wazi kwako kupitia hii msalaba, kwamba hasira inayokuja si hasira ndogo. Haki ya Mungu si kitu ndogo, hadi ikafanya nini? Amuue mwana wake. That was the only thing that could be done to avert it. Do you know how horrible that is? That God had to give his only son. Mtoto wake unaweza toa huyu mama, unaweza uwa uje kwa ajili ya hata rafiki yako. Sasa sembuse hata adui zako, sababu Mungu alituma mwana wake atufie tukiwa tungali adui zake. Unaweza mtoa mtoto kwa ajili ya adui yako, mwenye anakutusi, mwenye anakukejeli, mwenye anakudharau, anakupangia mabaya. Unasema Mungu wangu, sasa nataka umsamehe, wacha mtoto wangu akufe kwa ajili yake. Basi hiyo ikuhakikishie, yani ile hasira ilikuwa inakuja kukupata, ile hasira ilikuwa inakuja kukumeza, ile hasira inameza hii dunia tunavyoongea saa hii, na inaonekana waziwazi, na itameza hii dunia nzima ile siku Yesu atakapokuja. Oh, hasira mbaya sana, hasira moto sana. Mwambie ndugu yako juu ya Yesu, aokolewe, asipate kuona hiyo hasira. Kama unampenda ndugu yako, mwambie juu ya Yesu, sababu hasira inakuja. Noa alihubiria watu, akawaambia gharika inakuja, gharika inakuja, gharika inakuja. Wakasema Noa ni fala. Na mimi sasa ninakuambia ile gharika inayokuja hata ya Noa itaonekana ni kama ni ya drop, itaonekana ni kama tu ni toni. Gharika inayokuja, hasira ya Mungu ambayo itathibitisha haki ya kumuua mwana wake wa pekee. Hasira inayothibitisha haki ya kumuua mwana wake wa pekee ni hasira mbaya. Hasira inakuja. Ingia katika the ark, ingia katika safina, ingieni katika safina, usipuuze wito. Wengi walilia wakati malango ya safina yashafungwa, wanabisha pale, tufungulie, tufungulie. Na kuambia wewe ndugu yangu, fikiria kuhusu wewe ni Mungu wa haki. Ile hasira ambayo inakuja dhidi ya dhambi, ambayo itaonyesha kwamba hakika kumtoa mwana wako wa pekee ilikuwa the right thing to do. It is a bad, terrible anger coming. A fearsome wrath. Save yourselves. Save yourselves. Don't die.
Okoa ndugu yako ambaye hajui kuhusu Yesu. Okoa ndugu yako bado anajaribu kumfurahisha Mungu kwa kufunga. Mwokoe, hasira inakuja, mwambie kuhusu Yesu. Love him, tell him about Jesus. Kama una mtoto mdogo, mpende, mwambie kuhusu Yesu. Hasira inakuja. Hakika nakwambia, kama Mungu amemtoa mwana wake wa pekee, toroka, toroka, kimbia. Kama Mungu amemuua mwana wake, run for your life. Mungu muumba mbingu na dunia, mwenye nguvu, mwenye kipawa, anayesema na kutendeka, mwenye haki, amemuua mwana wake. Run, run. Imesemekana kwamba atakapokuja na majeshi yote ya mbinguni, wote ambao hawako wamemwamini watalia milima ya wamezi, watalia dunia iwameze. Yaani kwake hiyo itakuwa ni nini? Huruma. Kwake hiyo itakuwa ni huruma. Anaambia Mount Kenya, ninataka unifanye nini? Nataka unicrush Mount Kenya, na kuomba tafadhali Mount Kenya, ninataka usimame ukuje unichauni bonde bonde. Ataona hiyo kama huruma. Injili kakaangu, nakwambia jambo rahisi sana, ni kuangalia tu kazi aliyoifanya Mungu na kugundua inamaanisha nini, inamaanisha nini. Na ndio hii mambo ambayo ninawafunulia hapa. Hasira inakuja na hakuna kitu unaweza fanya, lakini tena inakiri kwamba safina ndio hiyo hapo, hiyo damu iliyomwagika. Yeyote amwaminie hataibika. Yeyote mwamini Yesu leo. Kama Mungu amemtoa mwana wake wa pekee, ni kwa sababu ni kazi safi, ni kazi kamilifu. Hakuna kitu unafaa kuongeza pale. Kuna kitu unaweza ongeza kwa kazi Mungu amefanya kama hiyo? Hiyo ni kuifanya nini? Hiyo kazi unafanya nini? Unaichukua tu venye iko, imecover everything, imecover everything. Anakuosha, anakusafisha, anakutakasa. Kazi safi, hadi akafufuka. Kufufuka kwake kuwa kama thibitisho kwamba ameshinda kifo.
Ashashinda kifo sasa. Yaani sasa hivi kifo kinalia kinasema kuna mtu nilimeza nikidhani nitamuweka. Kifo anajua ameshindwa. Hata kama kifo anameza watu hapa saa hii, anajua ashashindwa. Kwa sababu kama kuna mtu mmoja ametoka, kama kuna mtu ameshinda kifo, basi kifo kimeshindwa. Ni thibitisho, ni hakikisho. It is a sure thing. Na ndio maana Ukristo ulianza safi kabisa baada ya huo ufufuko. Na ndio maana Paulo anasema kama hiyo ufufuko haijafanyika, hakuna mtu mjinga kama Mkristo. Kama Yesu hajafufuka, hakuna fala kama mimi. Niko hapa nahubiri kuhusu mtu ambaye bado yuko kaburini. Lakini kama amefufuka, ole wako usiye mwamini. Ole wako unayetutazama tukihubiri, unasema tunaongea ujinga. Utajua neno la Mungu lilizungumziwa kwako, ile siku itafanya nini? Itatimizwa. Ile siku Yesu atakuja katika utukufu wake na majeshi yote ya mbinguni yakimfuata, ndio utajua tulikuwa tunakwambia neno la Mungu. Lakini safina itakuwa ishafanya nini? Imezibwa. Milango ya safina itakuwa imefungwa pale, utabaki pale ukibisha na kuambia Mount Kenya ikumeze. Amen. Hii yote ni injili kakangu. Hamuoni injili pia iko na hasira pale ndani? Kama Mungu amemuua mwanawake wa pekee ni kwa sababu ya hasira ndogo ndogo tu. Hauoni utukufu wa neema yake, kwamba ametoa mwanawake wa pekee kwa ajili ya watu wasiojiweza katika dhambi yao? Hauoni uzuri wa Mungu kumtuma mwanawake wa pekee kwa ajili ya watu waovu na kufanya kazi safi, kamilifu, complete, such that inakuja kwako kama habari nzuri? Kubali Yesu na umeokoka. Neno liko karibu na wewe. Si lazima wewe, si wewe unamtoa Yesu mbinguni, ni wewe unamtoa mbinguni, ni wewe unamtoa kwa kaburi. Je, ashafanya yote? Unakiri na mdomo wako na kukubali na nini? Na roho yako kwamba amefufuka. Mama, amekufa kwa ajili yako, amekupenda wewe. Amen. Amen. Ni wokovu ulio kamilifu. Ndio maana anasema hivi, alitobolewa kwa ajili ya makosa yetu, alichubuliwa kwa ajili ya maovu yetu. Adhabu iliyotuletea sisi amani ilikuwa juu yake, na kwa majeraha yake sisi tumepona. Ni kwa majeraha yake ndio mimi nimepona. Ni kwa adhabu yake ndio mimi nina amani. Asingejeruhiwa, singekuwa na amani yoyote. Asingepigwa, singekuwa na amani yoyote. Wewe uko pale unajaribu kujihesabia haki mbele ya Mungu kwa kufunga kwako. Anakuambia sisi sote kama kondoo tumepotea. Kila mmoja amegeukia njia yake mwenyewe. Kila mmoja wetu. Naye Bwana aliweka juu yake maovu yetu sisi sote. Maovu yetu yote juu ya mwana wa kondoo. Amen. Amen.
Kwa hivyo kwa sababu maovu yetu yote yako pale, mimi nina hofu mbele yake. Nini inaniofisha? Mtu anakuja ananiambia, oh, nimekuwa mwizi, nimekuwa mzinzi, nimekuwa muuaji, nimefanya nini? Sisi zote tumepotea, hata pasta amepotea, hata wewe umepotea. Lakini maovu ya pasta, maovu yako yamewekwa wapi? Juu yake. Na ndio maana kwa majeraha yake sisi, mimi ninapona, wewe muuaji unapona, wewe mzinzi unapona, wewe muongo unapona. Sisi tunapona kwa majeraha yake wote. Kama nani pasta aliokoka aje? Mimi niliokoka kwa kuamini kazi ya Yesu. Kazi kamilifu, kazi safi, kazi tik. Pasta, mimi nataka kuokoka sana. Nonsense! Kuokoka sana gani hiyo? Nani ameokoka nusu? Kwani Yesu alibeba makosa nusu? Ni umeamini au la? Umeamini au la? Unakubali Yesu alikufa kwa ajili yako au la? Umeona kazi aliyofanya pale Kalvari na ukajua aliyokuwa akifanyia kazi ni wewe au la? Kama ni wewe alikuwa anafanyia kakaangu, basi unafaa kuwa Roho amekutuliza pale, uwe na amani, ujue damu ya Yesu inasafisha kila kitu. Haleluya! Wokovu uliotimizwa ni wa hakika, na kwa huo wokovu tuna amani. Na tuone pia katika hii Injili ukuu wake, ukuu wa huo wokovu huonekane waziwazi. Kuna kitu inaweza shinda hii wokovu kweli? Kuna kitu inaweza shinda hii wokovu kweli? Kwa sababu nani amekufa? Mwana wa Mungu Yesu Kristo ametolewa na Mungu Baba. Kwa hivyo nani ananisamehe? Nani ananisamehe? Ni Mungu mwenyewe ananisamehe. Amefanya kazi safi. Kuna yule ambaye anaweza kunishitaki. Unanishtaki mbele ya nani? Unanishtaki mbele ya nani? Kwa sababu huwezi nishtaki mbele ya nani? Huwezi nishtaki mbele ya Mungu. Utanishtaki mbele ya nani? Amani ya hawa Wakristu hata wakipelekwa mbele ya makoti, wakiaibishwa pale mbele ya watu, wengine wanaitwa wahalifu, wana amani kwa sababu gani? Hawashtuki kwa sababu gani? Ninajua mbele ya Mungu niko sawa, niko sawa. Utanishtaki kwa nani? Utanishtaki kwa rais? Haya, nenda nishtaki kwa rais, hiyo si shida. Lakini mbele ya Mungu ananiona kivipi? Tik. Na kama ninasimama mbele ya hiyo koti ya aliye juu kabisa, bila hofu yoyote, naweza shtuliwa na mtu kweli? Kwa sababu mbele ya Mungu hawezi nishtaki. Nina msimamizi, nina mwombezi, anasema huyu asishikwe, mtu asishike rabini. Nishakufa kwa ajili yake. Hata sheria ya Mungu inanikujia hivi. Yesu anasimama anasema, nilikumeza wewe yote, huwezi shika rabini. Kwa nafikiri nani atanishtaki sasa? Hata sheria ya Mungu haiwezi nishtaki.
ilitimizwa pale msalabani. Na niko ndani ya huyo Yesu aliyeitimiza. Warumi verse 31, chapter 8. Chini ya mwongozo wa Roho Mtakatifu, maneno haya are one of the sweetest words in scripture. Romans chapter 8 is one of the sweetest chapters in the Bible. Under the leading of the Holy Spirit, chini ya mwongozo wa Roho Mtakatifu, akuangazia ukweli wa maneno haya. Ile siku Romans chapter 8 itakufanya ukose usingizi kwa sababu unasikia moyo wako unabubujika na furaha, ndio siku utajua ukweli umeelewa Injili. Tuseme nini basi kuhusu haya? Ikiwa Mungu yuko upande wetu, ni nani awezaye kuwa kinyume chetu? Mungu mwenyewe ndo amenitolea mwana wake wa pekee kwa ajili yangu. He's the one fighting for me. Nani anaweza pigana na mimi basi? Ikiwa Mungu hakumhurumia mwanawe, bali alimtoa kwa ajili yetu sote, atakosaje basi kutupatia vitu vyote kwa ukarimu pamoja naye? Katika upendo wake kwangu, hajasimama hata kumtoa mwana wake wa pekee. Basi nini atafanya nini? Nini ataninyima? Ni nani atakaye washtaki wale ambao Mungu amewateua? Ni Mungu mwenyewe ndiye mwenye kuhesabia haki. Mungu mwenyewe ndo amewahesabia haki. Nani atawashtaki basi? Mungu mwenyewe ndo amesema hawa wako sawa mbele yangu kwa sababu ya damu ya Yesu. Nani atakushtaki sasa? Na Mungu mwenyewe amekuhesabu haki. Nani atakushtaki? Kunayo. Ni nani basi atakaye wahukumia adhabu? Kristo Yesu alikufa. Nani atasema kuna ghadhabu juu ya Rabini? Na Yesu Kristo ndiye amekufa. Nani? Hata malaika wa mbinguni wanaweza sema kweli? Hata malaika wa mbinguni hakuna mwenye anaweza kunihukumia adhabu. Shetani mwenyewe katika mashtaka yake hana chochote cha kusema. Sababu gani? Kristo Yesu ndiye amekufa. Naam, zaidi ya hayo, aliyefufuliwa kutoka kwa wafu yuko mkono wa kuume kwa Mungu, naye pia anatuombea. Ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Nitasimamia hapo. Yaani kama Mungu amenipenda kiasi hicho, kuna kitu inaweza ni separate from his love? Nini inaweza ni separate from such love? Anakuhakikishia wewe uliokoka, mwenye Mungu amekuokoa hivyo. Nini itakuseparate na Mungu? Nini inaweza?
Kuna kitu inaweza kutenganisha na mapenzi ya aina hiyo? Anaenda pale kusema list ndefu sana, anasema hata kifo hakiwezi, hata maisha hayawezi, hata mbingu zenyewe, hakuna binadamu, hakuna kiumbe, hakuna anayeweza kunitenganisha na Yesu. Hakuna anayeweza kunitenganisha na upendo wa Mungu Baba ndani ya Yesu Kristu Bwana wangu. Hakuna. Hiyo yote ni injili kakao. Unapoona injili inabubujika kama furaha katika roho, na yote iko pale chini, pale msalabani, pale Kalvari alipotoa maisha yake, pale Kalvari Mungu alipomwacha akasema Eloi Eloi lama sabakthani. Aliposema yamekwisha, alikuwa anakufikiria wewe. Hakuwa anateswa bure. Angetaka kutoka hapo, angetoka anytime. Alisema anakaa hapo hadi nini? Amalize kifo ya nani? Wambua. Amaliza kifo ya Wambua. Kama alifanya hivyo kwa ajili yako, kuna kitu inaweza kutenganisha naye? Hata yeye mwenyewe amepigana hadi yako tayari kutoa maisha yake kwa ajili yako. Wewe ndio ulikuwa unatoroka, yeye ndio amekuja kukufa kwa ajili yako. Wote anipao Baba watakuja, hakuna mmoja hata atapotea. Nitawafufua wote siku ya mwisho. Amen. Tazama kazi Yesu aliyofanya. Tazama kazi Mungu aliyofanya. Na ifafanua uione. Uone inamaanisha nini. Uione katika urembo wake. Uone inamaanisha nini. Ndio uelewe injili ni nini. Ni kwamba Mungu amefanya jambo ili wewe upate kusimama mbele yake. Hakuna excuse sasa. Hakuna kusema siwezi kuja kwa sababu ya hii. Kwa sababu ya hiyo. Ni kwa sababu ya hiyo ndio Mungu alimtuma naye. Yesu ape. Angalia ujione. You have no excuse. The death of Christ takes away all your excuses. And it calls you. It calls you, come. Anakuita njoo. Anakulilia njoo. Na kwa kuhubiri injili yake, naomba kwamba amefunua roho yako upate kusikia hiyo sauti. Na umkaribishe aingie. Amen. Amen.